Kesi imeenda Mahakama Kuu, Mahakama Kuu ikatengua ushindi wake. Kitu cha ajabu, wananchi wenzangu, mkuu wa mkoa na tukaapilu. Kwenye kuapilu kusema kufika Mahakama Kuu ndio tumepata ushindi, lakini kinachoendelea kuwa maajabu nayoshangaa mimi ni kuwa kabla kesi haijahukumiwa pale wilayani, huyu jamaa tayari alikuwa ameshaanza kuwauzia watu na kujenga vitu vingine kuendeleza lile eneo. Aliyeandika akaomba msamaha na mimi basi nikakubali, basi nikamsamehe, yakaisha. Sasa leo hii amekimbia kwenye waandishi wa habari, na wakati alishafikisha swala limeisha tarehe 23 mwezi wa pili 2026. Tumeandikiana mbele ya ofisi ya mkuu wa wilaya. Sasa alichokimbia kufuata hapo ni nini? Yaani baba kuja kunijengea nyumba mbele ya nyumba yangu. Naam, mtazamaji wa Global TV kutoka Sinza Mori jijini Dar es Salaam, makao makuu ya Global Publishers, mpaka hapa maeneo ya Maji Matitu Charambe Mbagala, ambapo kuna mgogoro wa ardhi ama eneo, tunaweza tukasema hivyo, ambapo tumefika kwa bibi Aniki Mpwiniza ambaye tumefika hapa kumsikiliza baada ya kupata malalamiko yake, na kazi yetu imekuwa ni kusikiliza wananchi na kuwakilisha kwa viongozi ambao wanafuatilia masuala mbalimbali haya ambayo yanawahusu wananchi. Na hapa tumekuja kuzungumza na bibi mwenyewe tuweze kumsikia yeye anasema nini, lakini uongozi wa hapa unafahamu kuhusiana na tukio hilo, na nimepewa taarifa ya kwamba Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshatoa hukumu kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea hapa, lakini bado utekelezaji wake haujafanikiwa. Kwa hiyo tumsikilize bibi, tumsikilize mtoto wake ambaye huyu ndo anayesimamia, tunasema yule mwenye power fatoni ya kusimamia maeneo yote ya bibi mwenye zaidi ya miaka 70 hapa na umri wake kwanza, lakini pia na zaidi ya kuanzia miaka 90 yupo katika eneo hili. Kwa hiyo tumefika hapa kumsikiliza yeye kuhusiana na namna ambavyo kafikia hatua hii mpaka nafika mahakamani, kikaenda kikarudi, kila kitu atakielezea, lakini mwanae pia ataelezea na wahusika wenyewe ambao wanatuhumiwa watazungumza, tuweze kusikia kwa upande wao. Mimi ni Ged Muya, nyuma ya kamera yupo Zakaria Juma, kuhakikisha tunakufahamisha kila kitu kuhusiana na hiki. Kwa kujitambulisha na tuelezee wewe ni nani katika jambo hili ambalo tunakwenda kulizungumzia siku hii ya leo. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, mimi naitwa Geoffrey Charles Maigoga. Ni mtoto wa pili katika uzao wa mamangu mimi na mdogo wangu mwingine na kakaangu marehemu. Naishi hapa Mbagala Maji Matitu Charambe. Changamoto hii ikoje? Tunaomba kufahamu kwanza historia ya mgogoro, lakini pia bila kusahau unazungumza kama nani katika hili ili kwa yule ambaye anatazama na wale ambao tunawalenga sasa hivi waweze kufahamu anayezungumza ana mamlaka gani katika changamoto hii ambayo tunaizungumzia, lakini pia tunaomba historia kuhusiana na eneo hili ambalo lina mgogoro. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi tumeishi hapa tokea mwaka 1998 ndio tulipokuja kuhamia. Ile eneo hili tumelinunua karibia mwaka wa 1990, na mgogoro huu ambao ulotokea mimi niliweza kulukwa, na mimi ndo ambaye msimamizi wa huyu mama. Nimerudi nilikuwa huko nchi za magharibi, ila kutokana na hali ya afya ya mama yangu mzazi na mtoto wa kakaangu na kifamilia wengi ni wagonjwa, nikaona hapana, siwezi kuacha. Nimesitisha safari zangu, nikaona kuwa nitunze familia, na ndio mimi msimamizi wa kila kitu cha mama. Akiumwa, akitaka chochote kile, mimi ndio msimamizi. Ila katika mgogoro huu kuna watu ambao wamehusika, na mama akalukwa na mimi nikalukwa, lakini ulitokea kipindi hicho mama alikuwa anaumwa, kutokana ni mama ambaye anaishi kwa matumaini ya Mwenyezi Mungu, ana miaka 76, ni mjane na hawezi kuishi bila vidonge hata siku moja. Na ndio yule mama ambaye mlimuona katika kipindi anakuja Clinton Muhimbili kufungua jengo lile ndugu zetu. Mama yule alijitambulisha afya yake na kila kitu, na ndio huyu mama ambaye nampigania hadi sasa hivi katika hii mali ambayo tunaipigania, ambayo ni ya thamani kubwa sana. Na kilichotokea hapo, mimi mwenyewe kusema ukweli nililukwa na sikitambui, lakini nimekuja kuitambua baadaye
na tumejitahidi sana kumaliza mgogoro, ila inashindikana kila sehemu tunapoenda. Lakini Mahakama Kuu, kwa kushukuru yani Mwenyezi Mungu, kusema ukweli, wapo viongozi wetu ambao ni wasomi na wanajali na kujua nini kinachoendelea huku chini. Wameweza kutengua mambo yote ya huku chini, kila kitu, na tumeshinda kesi. Ila cha ajabu, bado yule bwana ambaye mimi kwangu mimi namuona kama ni mvamizi, kutokana na mimi kwangu mimi simtambui. Wewe ndo msimamizi wa kuuza na eneo lote la mamako? Kuuza kokote kule, watu wote tumewauzia kwa zaidi ya 100. Waandishi wa habari mnaweza mkawapitia kama muda mkipata, wote nimewauzia mimi. Na mamangu mara nyingi namsainisha sehemu moja moja tu, kama nikiwasipo namwelekeza wapi pako wazi, wapi pako wazi, wapi panani, wapi panani. Na huyu sasa tunaona kwa inatuanzishia sisi pia mgogoro mwingine wa pili, kutokana hata ile sehemu yenyewe ambayo ipo katika kesi, katika huu mgogoro kuna wenyewe pia wanamiliki humo. Lakini mheshimiwa, naomba sana ni viongozi, yani naomba DC, naomba mkuu wa mkoa Chalamila, namuomba Mama Samia Suluhu aweze kutusaidia watu ambao waweze kufuatia hili jambo ili kuwe na haki. Kuna mtu inawezekana sasa hivi tumezungumza kuhusiana na mgogoro na tukaelezea kwamba labda mgogoro ulianzia chini ukaenda ngazi ya wilaya mpaka kufika Mahakama Kuu. Mahakama Kuu ikabatilisha maamuzi yote ya chini, ikaamua kutoa ushindi wa kwamba hawa ndio wana haki katika hilo. Sasa nataka tumfahamishe huyu ambaye anatazama sasa hivi na viongozi pia ambao wanatazama, mgogoro huu ilikuwaje na aliuziwa mtu, ilikuwaje, alikuja akavamia akachukua? Tunaomba kufahamu kihistoria namna ambavyo huyo mtu ambaye anatajwa kuvamia katika eneo hilo ambalo Mahakama Kuu imekuja kubatilisha uwepo wake katika eneo hilo ilikuwaje kwaje, kwa ufupi? Karibu sana. Huu mgogoro kusema kweli ulianzia ngazi za chini, na mimi nilikuja kuingilia kati kipindi nilipoona kuwa imekuja greda na kubomoa, nikaenda nikashtaki, nikaja kuwatambua wale walionunua pale ni watu ambao mmoja ni boss ambaye ndio msimamizi wa kila kitu katika hilo tuseme group. Na ukiangalia hilo group, kila sehemu ambapo tukaenda kata nianza kushtaki mimi. Baadaye tukaongeleka, ikaambiwa kuwa tumeuza eneo fulani, tukakubaliana. Wanalipa hadi risiti za benki, hadi ushahidi upo kuonyesha kitu walichokinunua. Lakini baadaye kaja kutokea, kabla hata hawajalipa hela yoyote, wakaja kuvamia tena eneo nyingine namba 2 ambayo siku ya mita 4225. Na katika, kabla tujaenda mbali, na katika manunuzi yaliyofanyika umesema anayesimamia ni wewe. Je, katika eneo hilo ulisimamia wewe katika kuuza lile eneo husika ama alisimamia mtu mwingine? Karibu sana. Kusema ukweli mheshimiwa, mimi nililukwa, nilikwepwa na waweza kunimina, sijui lolote lile, ile biashara ilifanyika siku gani, kwa muda gani, nani alionunua. Lakini yule mnunuzi ambaye nilikuwa namtambua mwanzo aliokuja, alikuja kumwandikisha mtu mwingine. Na hata mimi niliposhtaki nilikuja kubugi, nikajua ndo yule, kumbe alionunua mtu mwingine. Na hapo ndo tukaendeleza kesi kujua nini kinachoendelea hadi wilayani. Kesi imefika Wizara ya Ardhi na tukaapilu. Kwenye kuapilu kusema kufika Mahakama Kuu ndo tumepata ushindi. Lakini kinachoendelea kuwa maajabu nayo shangaa mimi ni kuwa kabla kesi haijahukumiwa pale wilayani, huyu jamaa tayari alikuwa ameshaanza kuwauzia watu na kujenga vitu vingine kuendeleza lile eneo. Sasa sikutambua kuwa alijuaje kuwa atashinda, na siku ambayo limetoka hukumu tayari Mahakama Kuu akaanza tena kujenga nyumba wakati hukumu ishatoka. Mahakama Kuu ya kubatilisha uwepo wake pale. Kutoka naye anakuambia kuwa wapo watu mashahidi ambao walitamka kuwa mambo yote michezo yao wanaijua kucheza na mahakama na kila kitu. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, alikutana na hakimu ambaye cha Mungu na msomi, akajua yote aliyotendeka na kumpa mama ushindi, kutupa sisi ushindi. Lakini bado wanakaidi amri ya mahakama. Tukija pale, tukifika pale tunapigwa, ingawa mali zetu bado zipo mule ndani, haturuhusiwi kukanyaga, na bado anaendelea na ujenzi hadi hapa napoongea nawe mheshimiwa. Mahakama iliamua nini kwenye uamuzi huo wa kubatilisha? Kwa sababu kama ulivyoelezea kwamba eneo liliuzwa, lakini utaratibu ambao ulitumika katika kuliuza na kulinunua hilo eneo haukuwa mzuri, si ndio? Na ndio maana mkaamua kufuatilia kwamba ile eneo mbona kikaenda karudi mpaka mkaenda mpaka Mahakama Kuu. Mahakama Kuu iliamua nini katika kubatilisha? Ilibatilisha yule aliyenunua hilo eneo japo kufuata labda utaratibu, afanye nini na nyie mfanye nini na nini kifanyike katika eneo hilo?
Sasa mheshimiwa, kusema kweli, hapo ndipo tulikuwa tunapaomba sana ili kitendeke hicho. Ndio maana tumeomba msaada kutoka, tunaona kama muda utachukua na utachelewa, kutokana na Mahakama Kuu ilitoa ushindi kubatilisha, kusema kuwa maamuzi yote yaliyotokea kule chini wilayani yote ni batili, kila kitu. Ambayo yalikuwa ni yapi? Ambayo yalikuwa kusema mama pale anatakiwa tuhame, tukabidhi mali, tulipe faini, na yule ambaye tulomshtaki kuwa ndo kashinda kesi, wakati ile mahakama hata kesi yenyewe sisi ndo tuliopeleka kesi, mama ndo alopeleka kesi, hakuweza kusikilizwa. Na hata hukumu yenyewe ukiangalia mheshimiwa, utaona kabisa kuwa alitupilia mbali malalamiko ya mama na kutaka kujua kuwa je, kama niliuza nikiwa na akili timamu eneo fulani na siku ya mita 9770 ulinunua kwa shilingi ngapi, na sehemu nayoishi mimi 4270 ulinunua na shilingi ngapi? Kutokana na kote kulikuwa na nyumba, ilo walitumia ujanja wakabomoa nyumba ambayo ilikuwa kwenye kiwanja namba 3 siku ya 3, ambapo wale walikuwa hawajalipiana malipo ya aina yoyote, ukiangalia katika risiti zao. Na ukiangalia ule mkataba wenyewe yani haulizishi, na kwenye plot namba 2 ambayo anaishi mama yapo maandishi katika majengo kuwa hapauzwi na namba ya simu, ila hao waheshimiwa walikuwa karibia wanaume 7, lakini hawakuweza hata kusema kwa wapige ile namba kujua nani aloandika hapa. Je, hapa kuna mgogoro au kuna kitu fulani, kwani kuna maandishi haya? Walishikiliana wenyewe wakafanya yao wakamaliza wakijilizisha, na baadaye ndio kesi hizi zinakuja. Sasa mtu fulani anadai wanawalipa, mtu fulani akidai wanamlipa, lakini bado kuna wengine ambao hawajalipa haki zao, wapo katika eneo hilo hilo la mgogoro, na sisi wenyewe ndio eneo hilo hilo pia kwetu sisi, ambao hela ambayo iko pale haikidhi kutokana na siku ya mita 9770, na vile vile wamekuja kuvamia kwenye siku ya mita 4225 nyingine ambapo alikuwa anaishi mama. Kutokana na mama aliweza kuhama, kutokana walivamia pale wakaua mbwa, wakavunja kila kitu, mabwawa, mabanda na kila kitu. Yani watu ambao wanatumia nguvu na ubabe na hela walizokuwa nazo, na sisi hapa ni watu wa amani na tunajua nchi hii tunaishi kwa kutii amri bila shuruti wala, tukasema kwa haki itatendeka. Na tunamuomba Mheshimiwa Rais, naomba mkuu DC kwa wilaya, ili jambo naomba msaidie mamangu, kutokana na mamangu mimi ana miaka 76 na anaishi kwa matumaini, na hapa alipo anatakiwa akatibiwe. Yani mimi mwenyewe ndo kama hivyo mnavyoniona, na kitu anachotegemea ni hiyo ardhi ndio ambayo inafanya yeye aishi, na yupo na mjukuu wake pia ambaye ni mgonjwa, ambaye mkenda Luganzila kule mtachunguza mtamjua. Ndio watu ambao mali hizo wanatakiwa ziwasaidie wao, na sidhani kama hata kama wana akili timamu wanaweza wakauza yani. Ila kuna jambo ambalo limetendeka ambalo naomba serikali inisaidie, viongozi mtusaidie. Mheshimiwa Rais, tunaomba Mama Samia Suluhu Hassan, wewe ni mwanamke na kazi unazotenda ni nzuri sana mama yetu, na vijana tunakukubali. Tunaomba tusaidie hao wazazi wetu ambao sisi hatuwezi kuwalea kwa hali ya maisha tuliokuwa nayo sisi, na kile walichokuwa nacho tunaomba wasaidie wote, wajane waweze kupata haki. Na tunaomba sheria hizi za ardhi sana sana kwa watu walikuwa na miaka 60 kuendelea, kuweke sheria fulani, mauzo fulani ambayo yani DC mfano ashiriki, ili serikali pia iweze kupata faida fulani, kuliko hao wajanja ambao ukiangalia pia yani inakuwa serikali inakosa hela, tunakosa madawa, kumbe huko hela zinapotea mtaani na haki ambazo hazitendeki, inakuwa sio vizuri. Naomba Mama Samia Suluhu, na kuomba DC, na kuomba Mzee Chalamila lifuatilie hili. Mungu ibariki Tanzania, Mungu tubariki wote. Tuanze kwa kujitambulisha na twende moja kwa moja kuzungumza na Watanzania, lakini pia na viongozi wa taifa letu kuhusiana na hiki ambacho kimekutokea. Nashukuru sana mwanangu kwa kwanza kwa kunitembelea, pamoja na mvua hizi tunaloa, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Niki Rosemary Mpwiniza, ni mkazi wa Majimatitu toka mwaka 90 nilivyokuja huku, na nilifanikiwa kununua vieneo kidogo kidogo mpaka nikapata eneo kubwa hili, na naishi kutokana hayo maeneo niliyoyapata. Nilikuwa nauza kidogo, najikimu kimaisha, nauza kidogo naenda kutibiwa, nauza kidogo
nanunua daga yangu na chumvi, ndio ambavyo nimekuwa nikiishi. Tukio la lililonipata katika maisha, katika uzee wangu nilionao, wakati nikiwa kijana nilikuwa naweza kupambana na kutafuta. Sasa vitu nilivyotafuta kwenye usichana wangu, badala kusema vinifaidishe kwenye uzee wangu, imekuwa ni adha kubwa. Nilikuwa na kesi na mtu ambaye tuseme ni watu, maana walikuja kama mlolongo. Leo anakuja huu, kesho ananibadilishia, ananiletea mwingine, kesho ananibadilishia, ananiletea mwingine. Sasa baadaye kesi ilivyokwenda, mimi nilienda kushtaki mahakama ya ardhi wilayani, kuwa kama huyu bwana anasema amenunua ploti 2, aniambie kila ploti amenunua shingapi, huwa yeye ndo atasikiliza kesi yake. Kwa hiyo amesikiliza kesi yake hiyo, wakampa ushindi. Walipompa ushindi, na mimi nikakata rufaa Mahakama Kuu. Kesi imeenda Mahakama Kuu, Mahakama Kuu ikatengua ushindi wake. Kitu cha ajabu, wananchi wenzangu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, waziri na hata wanawake wote wa umri wangu au walio na zaidi yangu au chini yangu, sijatendewa haki. Sababu baada ya Mahakama Kuu imeshatoa maamuzi, huyo mtu ndio kaja sasa kujenga nyumba. Kwa siku 2 tu nyumba imepandishwa, imeshawekwa tofali, imeshawekwa bati, milango na rangi imepakwa. Na hapo Mahakama Kuu ishakupa ushindi wewe kwamba ule uamuzi ambao ulikuwepo wewe kuingia umebatilishwa, lakini bado akajenga. Ndivyo hivyo. Na bado aliambiwa kuwa asiendeleze chochote, lakini amekuwa ni mbishi, anatumia ubabe, anapiga watu, mimi mwenyewe ananitukana. Hata nikienda pale niseme niokote nazi pale, nikupigwa na kufukuzwa na mapanga kwenye eneo langu nililonunua likiwa poli. Nilikuwa nalala na fisi mimi huko, nilikuwa nalala na machui, nilikuwa na machatu kila sehemu, lilikuwa poli, mchana unapita na tochi. Leo nimetengeneza kweupe mpaka watu wanapimiwa viwanja wanafurahi. Sasa leo katika umri huu mimi nitaanzia wapi? Mwanangu, rais wangu, au nikuite mjukuu wangu, nitaanzia wapi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naona wengine unavyowatendea haki, naomba tu nipate haki yangu. Mheshimiwa, nisaidieni. Yaani baba kuja kunijengea nyumba mbele ya nyumba yangu, kweli sina mengi, ni kuomba tu wizara husika na watu wanaohusika. Huyu mtu kakaidi Mahakama Kuu, na mimi nifikiri ndio ni mshindi. Mahakama Kuu imeona tatizo langu, lakini sasa hivi inaonekana hata Mahakama Kuu walichoamua sicho, kwa sababu amekataa kukitekeleza, kukikubali. Na nimekuwa nikipelekeshwa tu nikipelekeshwa. Juzi kati hapa nimpelekeshwa, nikaandika eti mkataba eti nimemkabidhi nyumba. Ajabu, nimekwenda nikasema mimi sijamkabidhi nyumba na siwezi kumkabidhi nyumba, lakini kutokana na usalama wangu mimi, jinsi walivyokuwa wameua wanyama wangu pale nyumbani, wamekata miti yangu, maua yangu mengine nilikuwa nayagharamia ya miaka mingi, wamekuja wanaume 14 na mapanga, wamefyeka miti yote, maua yote yaliokuwa nyumbani kwangu. Nikaamua kukimbia mji wangu, kuondoka, kusalimisha uhai wangu. Uhai haununuliwi. Niweze kupata haki yangu, na mimi maisha yangu kama ni machache au ni miaka mingapi Mungu ataniongezea mbele. Lakini kutokana na hizi shida, hata mwaka mmoja kwangu ni sijui kama nitafika. Mwenyezi Mungu anisaidie, awasaidie viongozi wote, mkasimamie nipate tu haki yangu. Haya maneno mimi Aniki ameniita kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Ndio. Judgment ilipotoka Mahakama Kuu. Mahakama Kuu ilichokiamuru ndio ni kwamba kesi ianze upya.
Unanipata? Ndio. Na wakufungua kesi ni nani? Ni Aniki, sio mimi. Yeye ndiye anayelalamika. Sasa mimi nilitegemea kwamba atafungua kesi hakufungua. Akakimbia akanipeleka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Ofisi ya mkuu wa wilaya nimeenda pale, wakataka suluhu. Unanipata? Nakusikia. Hapo suluhu haijatoka, wakimbia wakapeleka kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Ofisi tarehe 10 na ngapi? Tarehe 10 na ilikuwa tarehe 5 mwezi wa pili, tulikuwa kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya tumetoka tarehe 16 wameniita kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Ofisi ya mkuu wa mkoa swala hili imerudisha kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Aniki ametaka suluhu na mimi nikakubali. Suluhu akaandika, barua ninayo hapa, aliyeandika akaacha kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa nakala, kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ameacha nakala. Nakala nyingine ameenda nayo, nakala nyingine ninayo mimi hapa. Aliyeandika akaomba msamaha na mimi basi nikakubali. Basi nikamsamehe, yakaisha. Sasa leo hii amekimbia kwenye waandishi wa habari, na wakati alishafikisha swala limeisha tarehe 23 mwezi wa pili 2026. Tumeandikiana mbele ya ofisi ya mkuu wa wilaya. Sasa alichokimbia kufuata hapo ni nini? Na wakati swala pale ameandika, amesaini, ametia na ndore gumba yeye mwenyewe. Lakini pia eneo hili mimi nilinunua kwake huyo Aniki. Na hanidai. Na tarehe 20 na tarehe 26 tarehe 23 mwezi wa pili ndio siku amenikabidhi nyumba, baada ya kuomba msamaha akanikabidhi na nyumba. Sasa hapo amefuata yaani hapo tunashindwa ndugu yangu, kwa kweli ni kweli kazi tunayo. Na ndo maana nilikupigia nitake kufahamu. Yaani hii taarifa isingeruka endapo nisingekupata na yaani lazima tungefanya utaratibu wa kwanza kuzungumza nawe, kwa sababu pia isingekuwa sahihi. Na ndo maana unaona hata jana nikasema kwanza lazima tusikize upande mmoja, tukamilishe and then tusikize na upande wa pili. Kwa hiyo kwa hapa maana yake wewe unachokizungumza ni kwamba yeye aliamriwa na mahakama kuu baada ya kukata rufaa akaanza tena kesi upya, jambo ambalo hajalifanya yeye. Okay. Hapa akaomba msamaha kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya tarehe 23 tumeandikishana mwezi wa pili 2026. Alikuwa ya mwanasheria wa mkuu wa wilaya. Ulipata barua ambayo alibatilisha pia makubaliano hayo ambayo mlifanya kwa mkuu wa wilaya? Akabadilisha wapi? Hajanipa. Kwa sababu mimi alinionyesha pia barua ya kubatilisha makubaliano hayo ya kwamba mlichokuwa mmekubaliana ama kilichoandikwa pale sio sahihi, kwa hiyo akabatilisha. Kwa hiyo alitoa hiyo taarifa. Sasa sijajua kwako kama ulioneshwa ama kupewa taarifa ya kubatilishwa kwa makubaliano hayo. Hiyo barua wala kubadilisha mimi sijalijua hiyo. Ni hapo niambia kama alibadilisha maamuzi, lakini sio kubaliana. Tulikubaliana hicho na tarehe 23 ndio siku amelikabidhi nyumba. Sasa kama ametoa maamuzi mengine, hajanipa barua wala sina taarifa yoyote ile. Kama kwa nikakupigia niweze kusikia kwa upande wako mwenyekiti. Hilo jambo moja limemalizika. Ndio. Hilo jambo limemalizika. Yule mama kama wiki 3 4 5 alikuja ofisini. Anamwambia mimi nakwenda kwa mkuu wa wilaya. Ndio. Kaenda kwa mkuu wa wilaya ya kuongea kuonesha dokumenti. Akawa hana maelezo ya kutosha, akagundumuka akaenda kwa mkuu wa mkoa nako hana kadhalika. Akagundumuka mkuu wa mkoa akamwambia rudi kwa mkuu wa wilaya. Akaja akaandika kwa hiari yake, kweli nimeuza kwa hiari yangu bila kushawishiwa. Na jambo kuanzia leo mimi tena sicholiendeleza tena. Na yule bwana aliyenunua akasema mimi pamoja nilikuwa lazima nikusakie unilipe fidia kutokana na hali ya usumbufu wangu sababu mwaka pili na nimekusamehe. Kwa hivyo maandishi yameandikwa kwa mkuu wa wilaya, wametia saini. Mama yule kaja huko kachukua vitu vyake tayari amerudi sehemu aliko kwenda kununua huko. Nimetoa taarifa kwamba yule jambo sasa limemalizika bila tatizo lolote. Na taarifa za kwenda mahakama kuu kukata rufaa na barua aliyomwandikia mkuu wa wilaya kuomba kubatilisha makubaliano hayo
uliyapata pia? Mimi nimepigiwa simu na muhusika mwenyewe, na kwa bahati mwanawe akanambia mpaka siku alikuja kuchukua vyombo huku mjimbo wa Shina huku, akanielezea akasema, bwana, wamekuja kuchukua vyombo, mambo yamemalizika, ameandika barua kwa mkuu wa wilaya kwamba basi jambo limemalizika, ili enilolifanya ni kweli, nimeuza kwa hiari yangu, basi juu shetani alinipitia, ndio hivyo, habari ndio hiyo. Nikushukuru sana mwenyekiti. Kwa hiyo kwa upande wako, manake taarifa ulizonazo ni hizo, na taarifa ya upande wa mahakama kuu iliyompa ushindi na kubatilisha maamuzi ya huku chini unayo? Sina, kwa sababu kama ingekuwa mahakama kuu bado anaendelea na mahakama kuu, huyu asingekwenda kwa mkuu wa wilaya mpaka tena kwa mkuu wa mkoa mpaka kurudi tena kwa mkuu wa wilaya, ndio na kuthibitisha kwamba jambo limemalizika kuanzia leo. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa muda wako pia. Asante sana. Kwa mujibu wa mkataba uliowasilishwa na kuonekana kupitia Global TV, bibi huyo alikubali kumuuzia Bwana Mariba viwanja viwili. Hata hivyo, yeye mwenyewe anakiri kwamba alisaini mkataba huo bila kusoma maudhui yake, akiamini kuwa ulikuwa umeandikwa makubaliano ya kuuza kiwanja kimoja tu kama walivyokubaliana awali. Aidha, malipo ya fedha yalifanyika ambapo sehemu ya kiasi iliwekwa kupitia akaunti iliyotajwa ndani ya mkataba ambayo ni akaunti ya mtoto wake wa kike, na kiasi kingine kiliwekwa kupitia akaunti iliyotajwa ndani ya mkataba, na kiasi kingine kililipwa moja kwa moja kwa fedha taslim. Kutokana na hali hiyo, bibi huyo anaomba uamuzi wa mahakama ya rufani uheshimiwe, huku pia akiomba msaada wa uingiliaji wa Mheshimiwa Rais ili haki ipatikane.